ambayo inasema hivi, chakula cha jioni cha Bwana. Ni lesson ambayo itakuwa fupi sana, na najua kwamba ukitega masikio yako itaweza kubadilisha maisha yako. Na lesson inaanzia kwa kusema Wayahudi walisherehekea Pasaka mwaka baada ya mwaka kwa wakati uliowekwa kama ukumbusho wa ukombozi wao katika Misri. Hii ni mambo ambayo yalikuwa ya kitambo sana. Na tunasoma katika kitabu cha Kutoka 12 kuanzia mstari wa kwanza, na tutasoma pale mwanzo. Kutoka ni Exodus 12. Exodus 12 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu, huwa inasema maneno kama hivi. Haya, Elohim akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Kwa hivyo maandiko haya tukiongeza katika mstari wa 13, katika 13 mstari wa 10, 13 mstari wa 10 inasema hivi, kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake mwaka baada ya mwaka. Kwa hivyo Waisraeli walikuwa wameshauriwa na Bwana ya kwamba mwezi wa kwanza ambao ni mwezi wa Biblia, na tutaweza kusoma miezi ya Biblia kwa maana miezi ambayo tunatumia ni calendar ambayo inaitwa Gregorian calendar, na ambayo ilitengenezwa na mfalme alikuwa anaitwa Gregory. Kuna another calendar ambayo inaitwa lunar calendar ambayo imetumika tangu dunia ilipoumbwa, ambayo hii inafuata mwezi. Kutoka mwezi hadi mwezi inatengeneza siku 30. Kwa hivyo hiyo calendar, mwezi wa kwanza ambao ni mwezi wa Biblia, ambao huwa unakuja wakati wa equinox, wakati mwezi uko katika masaa ya mchana na ya usiku yanatoshana. Wakati huo waliambiwa ndio unakuwa mwanzo wa mwaka wao. Na wakaambiwa siku ya 10 ya mwezi huo watakuwa wanamweka mwanakondoo kando wa mwaka mmoja kulingana na familia zao. Na wakaambiwa huyo mwanakondoo watakuwa ni wa mwili mmoja, akirepresent ya kwamba hakuwa na mawa, alikuwa ni wa rangi moja. Na tukaambiwa kwamba katika 13 mstari wa 10 ya kwamba walikuwa wafanye hivyo kila mwaka. Tunaambiwa Yashua alipokuwa anakula Pasaka pamoja na wanafunzi wake, alitoa mkate na kuwapa wale akisema, huu ni mwili wangu. Vivyo hivyo akakitoa kikombe chenye divai kutoka kwa zabibu na kuwapa akisema, hii ni damu ya agano jipya, katika Matthew 26 verse 26. Na tutasoma pale katika Mathayo 26 mstari wa 26. Kuna neno ambalo linasema hivi, Matthew 26:26. Yule ambaye anafungua ataweza kufungua pamoja nami. Matthew 26 verse 26 inasema hivi, nao walipokuwa wakila Yeshua alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika pamoja nanyi katika ufalme wa Baba. Nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Msaituni. Na Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaonyeshwa vile Bwana wetu Masihi alivyobadilisha Pasaka kutoka Pasaka mpaka chakula cha Bwana cha jioni. Kwa maana walitayarisha kama vile Pasaka ilikuwa inatayarishwa, na vitu ambavyo vilihitajika wakati wa Pasaka walikuwa navyo. Lakini Masihi tunaambiwa kwamba wakiendelea na kula Pasaka. Maneno haya tuyashike sana mtazamaji wetu. Wakiendelea na kula Pasaka, kuna jambo ambalo Masihi aliweza kulifanya ambalo ni tofauti na yale mambo ambayo yalikuwa yakifanywa pale mbeleni. Na hii ndiyo iliweza kubadilisha njia, maoni au vile mambo yalikuwa yanafanyika pale mbele, na ikawa ni jambo lingine tofauti. Tumeambiwa nao walipokuwa wakila
ile Pasaka sasa, Yashua alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawaambia akisema, nyweni nyote katika hiki. Kwa hivyo katika ile hali ya kula Pasaka kulikuwa na mikate ambayo haina chachu, kulikuwa na divai ambayo imetengenezwa na maji ya mzabibu ambayo ilikuwa ni fresh, na tunaambiwa kwamba hizo ndizo vitu alivyoweza kubadilisha ile hali ya kuchinja mwanakondoo, na akaleta hali ya watu kuwa wanakula mwili wake kupitia mkate. Kwa hivyo mwili wa Masihi huwa unaliwa kupitia mkate, lakini sio kushinjwa, na ile damu huwa inakunywa kutoka kwa kikombe cha misabibu. Kwa maana ilikuwa desturi ya Waisraeli, kila wakati wa kila chakula chao walikuwa katika mezani na ile juice ya misabibu, na pia walikuwa na mikate ambayo walikuwa wameamuliwa wawe wakila katika wakati wa Pasaka. Kwa hivyo Masihi ameweza kuleta jambo lingine ambalo halikuwa pale mbeleni. Kwa maana amesema shikeni mule, huu ndio mwili wangu. Na akachukua kikombe, akaweza kukibariki, akawaambia shikeni munywe hii ndio damu yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni heri uweze kuunderstand ya kwamba siku ya leo hatuwezi kula Pasaka, kwa maana Pasaka iliweza kuisha. Kwa sababu wakati Yohana aliweza kumuona Masihi akija kwa umbali akiwa katika mto akibatiza, alisema ona mwanakondoo wa Mungu ambaye amekuja kwa sababu ya dhambi yote ya ulimwengu. Kwa hivyo Masihi aliweza kubadilika na yeye kuwa ndiye mwanakondoo. Kwa hivyo yeye wakati aliweza kuuawa, aliweza kuadhibiwa kwa sababu ya dhambi zangu na zako. Na kwa njia hiyo ukiweza kubadilika, unaweza kupata nafasi ya kupata uzima wa milele. Kwa hivyo kuna haja ya kujua kwamba kuna hali ya kubadilika, kuna hali ya mambo kubadilika, na kuna hali ya kwamba mambo yale ambayo alikuwa pale mbeleni yaliweza kubadilika. Tunaendelea na kuambiwa hivi katika Marko 14 mstari wa 25. Marko 14:25 tutasoma pale. Marko 14:25 inasema hivi. Marko 14:25 inasema hivi, amini nawaambieni ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapoinywa mpya katika ufalme wa Elohim. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mzaituni. Yashua akawaambia, tutaweza kuanzia mstari wa 22. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni huu. Tunasoma katika kitabu cha Marko, mtazamaji wetu, 14 kuanzia mstari wa 22 ambao unasema hivi. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa wakakinywa wote, akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Elohim. Kwa hivyo hiyo ni thibitisho ya kuonyesha ya kwamba vile tumesoma katika Mathayo. Kwa maana ni vizuri kupata ushahidi hapa na ushahidi mwingine ya kwamba kweli Masihi aliweza kula meza ya Bwana na aliweza kuibadilisha kutoka Pasaka. Hii ni mambo ambayo huwa ina shida sana na watu wengi kuelewa. Kwa maana watu hawaelewi ni vipi ilibadilika kutoka kuwa Pasaka na ikawa chakula cha Bwana cha jioni. Wengi wanaita Holy Communion, the Lord's Supper. Ilibadilikaje from Passover to the Lord's Supper? Hapa ndiyo tunasikia Yashua alikuwa amewaambia wanafunzi wake waende watayarishe Pasaka. Na wao walienda wakatayarisha Pasaka kama vile ilivyokuwa imeandikwa katika kitabu cha Exodus chapter 12. Na walipokuwa wametayarisha hivyo, Yashua na wanafunzi wake wakakaa chumbani ili waweze kuila Pasaka.
Lakini pale ile siku ambayo walikuwa wanakula Pasaka, ndio Yashua aliweza kubadilisha na akala chakula chake cha mwisho cha jioni na wanafunzi wake. Na walipokula wakatoka wakaimba wimbo, wakaenda katika shamba la Gethsemane, na pale ndipo aliweza kujiwa na akaweza kushikwa na akaweza kwenda kuteswa. Na siku iliyofuata tarehe 15 ya mwezi wa kwanza wa Biblia, maandiko inasema ya kwamba Yashua aliweza kuuliwa masaa ya saa 9. Hiyo ni lesson ya siku ingine. Lakini leo nataka kudhihirisha ya kwamba Yashua aliweza kumega mkate na akaitengeneza divai, akawaibariki, akawapa wanafunzi wake, ikiwa symbolic ya kusimamia mambo ambayo alikuwa yanafanyika katika Agano la Kale, ya kwamba walikuwa wanachinja mwana kondoo ili awakumbushe vile waliweza kuokolewa katika nchi ya utumwa ya Misri. Nasi siku ya leo tukila meza ya Bwana huwa inatukumbusha vile Masihi aliweza kutuokoa katika dhambi. Na Bwana asifiwe sana. Mara nyingi tunaposhiriki chakula cha Bwana tunaonyesha kifo chake hadi atakapokuja. Katika Wakorintho wa kwanza 11:26. Hapo tutasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tutafungua katika Wakorintho wa kwanza, mtazamaji wangu, nafungua Biblia yangu. Wakorintho wa kwanza 11:26. Ambayo inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 11:26 huwa inasema 26. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Yashua hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huu au kukinywa kikombe hichi cha Bwana isipostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Yashua. Kwa hivyo yule yote ambaye anakula mwili wa Yashua, yule ambaye yote anakula ile mkate na kunywa ile divai, huwa anakula mwili wa Yashua. Na ndiposa anaambiwa kila mtu aweze kujichunga, aangalie menendo yake ili yawe anakula kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo wakati tunafanya hivyo, huwa tunakumbuka kukufa na kufufuka kwa Yashua. Kwa maana kukufa kwa Yashua na kufufuka ilikuwa ya maana sana katika ulimwengu, ilikuwa ya maana sana katika maisha yangu, ilikuwa ya maana sana katika maisha yako, kwa sababu hapo ndipo tuweza kupata wokovu. Na Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tunaula mwili wa Bwana katika mwaka mara moja, huwa tunadhihirisha kwamba Yashua aliweza kufa. Kuna watu huwa wanakula kila siku, wengine kila siku wakikusanyika katika siku yao ya kanisa, wanaanza kusema wamekula mwili wa Bwana. Wengine wanaambiwa chukua kile ambacho kiko karibu nawe, ya kwamba chai kama iko karibu au ni uji au ni nini, chukua uweze kula na kunywa. Tunasikia kwamba si hivyo, lakini tunatakikana kuwa tunafanya mwaka mara moja, kama vile Waisraeli walivyokuwa wanakula Pasaka mwaka mara moja. Na wanachukua specifically mkate ambao haujatiwa chachu, na pia divai ambayo imetengenezwa na mzao wa mzabibu wakati ikiwa fresh. Kwa maana ikiweza kukaa itaweza kuwa pombe na haitakuwa nzuri, kwa maana kitu chochote ambacho kitaweza kuaffect mawazo yako na ukose kufikiria na njia ambayo inafaa, kitu hicho hakifai kwa mtu ambao ni muumini. Kwa hivyo inatakikana kufuata maandiko kama vile yalivyo, lakini watu wengi wamefurahia kufanya mambo ambayo wanaona yanawafurahisha. Tutaendelea kwa kusema hivi. Pasaka iliadhimishwa kila mwaka katika majira yake. Vivyo hivyo Masihi ni Pasaka wetu, na tunasherehekea kifo chake mara moja kwa mwaka, usiku ulio ule aliyosalitiwa. Jioni ya tarehe 14 Abib, katika Waibrania 9 mstari wa 25. Hapo tutaweza kusoma Waibrania 9. Waibrania 9:25. Fungua pamoja nami mtazamaji wangu katika Waibrania 9. Tunasoma mstari wa 25, Waibrania 9:25, ambayo inasema hivi: wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kwa hivyo yule kuhani mkuu alikuwa anaingia kila mwaka katika patakatifu ili aweze kutoa dhabihu
kwa sababu ya wana wa Israeli wakati walikuwa wamefanya dhambi. Nasi siku ya leo Masihi alikufa mara moja, lakini huwa tunakumbuka kifo chake kila mwaka mara moja. Kwa hivyo sio kila siku tukikutana tunasema tunakula meza ya Bwana, ati kila siku ni Holy Communion, tukiwa kwa mazishi, sijui tukiwa kwa harusi, sijui tukikutana kanisani. Hapana, tunaambiwa ni tarehe 14 mwezi wa Abibu ambao ni mwezi wa kwanza wa Biblia. Na pale katika kitabu cha Mwanzo katika Kutoka 12 tumeambiwa vizuri ya kwamba katika mwezi wa kwanza wa mwaka tarehe 10 watakuwa wanachukua mwanakondoo. Ukiteremka pale chini itakuonyesha kwamba waweke huyo mwanakondoo kando akiwa amesetiwa apart, amewekwa kando mpaka tarehe 14 ambaye angeweza kuchinjwa, na kuna ile procedure ambayo aliambiwa aweze kuchinjwa. Procedure moja ni ya kwamba hawangemvuja mbavu, na alikuwa apiko akiwa mzima na waweze kukula kila kitu, na chochote ambacho kingebaki waweze kukichoma. Kwa hivyo wakati Masihi alikuwa nakufa, tunajua vizuri ya kwamba maandiko huonyeshana ya kwamba wakati jioni ilifika na sabato kuu ilikuwa inafika, wale askari waliambiwa waende watoe katika pale msalabani, na walipofika pale wakakuta ya kwamba wale wezi wawili hawakuwa wamekufa, na waliwadunga ili waweze kukufa, wakawavunja paka miguu ili waweze kukufa. Lakini walipofika kwa Yeshua wakakuta already amekufa. Kwa hivyo hawakumvunja miguu, kwa maana nabii Isaia alikuwa ametabiri ya kwamba mwili wake mifupa yake haitavunjwa. Kama vile yule mwanakondoo hakuwa anavunjwa katika mifupa yake, vivyo hivyo hata Masihi walipokuta amekufa hawakumvunja mifupa, ila walimdunga katika mbavu yake na kukatoka maji na kukatoka damu. Ile maji huwa inatupatia uponyaji wakati tumegonjeka, nayo ile damu huwa inatuokoa. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni vizuri tujue kwamba kufa kwa Bwana wetu ilikuwa ni jambo kubwa sana ambalo lilifanyika. It was the greatest miracle in the world that has ever happened. Kwa maana mimi na wewe tuliweza kupata nafasi ya kuja mbele za Bwana. Sijui kama wewe umechukulia hiyo kufa kwa Bwana kama tu jambo la kawaida. Sijui umechukulia kufa kwa Bwana kama ni jambo tu la bure. Sijui hilo jambo wewe unalichukulia kama tu ni mambo kama yale mengine. Lakini tunaona ya kwamba hilo jambo lilikuwa la maana sana. Nikimaliza nitasema hivi: haipaswi kufanyika mara kwa mara kama vile wengine wanavyofundisha makosa. Walipokuwa wakila, Mwokozi aliwaosha miguu na kuwaamuru wafanye vivyo hivyo. Maandiko ya mwisho ambayo tutasoma ni katika kitabu cha Yohana 13. Nitafungua katika Yohana, Injili ya Yohana 13. Kuna jambo la maana sana ambalo lilifanyika wakati walikuwa na ukula mwili wa Bwana. 13 mstari wa 14. 13:14 inasema hivi: basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, tutarudi nyuma kidogo, tuanzie mstari wa tuanzie mstari wa 5. Tutaanzia katika Yohana 13 kuanzia mstari wa 5. Inasema hivi: kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simioni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yeshua akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yeshua akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika na mimi. Simon Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yeshua akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yule yu msafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Lakini maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyinyi wote. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake
Na kuketi tena akamwambia, je, mmeelewa na hayo niliyoyatendea? Ninyi mwaniita mwalimu, Bwana, nanyi mwanena vyema. Maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kuwatawadha miguu ninyi kwa nyinyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea ninyi mtendee vivyo. Amini amini nawaambia ninyi, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake, wala mtume si mkubwa kuliko yule aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkayatende. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maneno haya ambayo Yoshua ananena, tunasikia kwanza walipofika pale before kula mwili wa Bwana, ya kwamba aliwatawadha wanafunzi wake miguu. Na kuwatawadha ni foot washing, ni kuwaosha miguu. Na unajua katika desturi ya Waisraeli, walikuwa wameamini ya kwamba mtu ambaye anatawadha wakati mtu amepata wageni, na tutaweza kupata historia hiyo kutoka wakati wageni waliweza kumtembelea Ibrahimu, na wakati Loti alikuwa amekaa katika lango la mji ule wa Sodomu, na akaona wale vijana wakipita pale. Aliwaambia waje katika nyumba yake ili waweze kutawadhwa na waweze kupatiwa kitu na waweze kupatiwa mahali pa kupumzika. Kwa hivyo wakati wa zamani, wale ambao ni watumwa walikuwa wanapatiwa kazi katika boma ambazo wameajiriwa waweze kuwatawadha wageni ambao wametembea. Lilikuwa jambo la chini sana. Mtu ambaye ni wa chini sana ndiye angefanya hivyo, na ilikuwa jambo la kukaribisha. Na hapa tunamwona Masihi anawaambia wanafunzi wake wakae chini, anachukua kitambaa anajifunga, alafu anaweza kuwatawadha miguu. Na wakati alifika kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Simon Peter, Petro akamwambia, huwezi nitawadha mimi, wewe ni bwana yangu. Kwa sababu alijua katika desturi ya Waisraeli hakuna vile yule mkuu angeweza kutawadha. Naye Masihi akamwambia, kama sitakutawadha hatuna ushirika na wewe. Akasema, basi usinitawadhe tu miguu, bali nioshe hata mikono hata kichwa. Naye Masihi akamwambia, yule ambaye ameoga mwili wote ni msafi, lila tu mmoja ambaye sio msafi, kwa maana alijua kwamba yule Yuda alikuwa pale. Kwa hivyo amewaambia hivi akimalizia, je, mmejua sababu yangu ya kufanya vile? Mimi nimekuwa kama mwalimu wenu, mimi nimekuwa mwalimu wenu na nimewatawadha. Kwa hivyo nanyi mwe mnatawadhana, ikiwa ishara ya kwamba mnanyenyekeana. You serve the other person. Unamtumikia yule mwingine. Unanyenyekea kwa sababu ya ndugu yako na dada yako. Mambo haya huwa yanafanyika wakati wa kula meza ya Bwana, na ni lazima yafanyike. Kwa hivyo kama hamfanyi hivi katika meza ya Bwana, wakati mnasema mnaenda katika Holy Communion, mnaenda pale katika kadri au katika mchungaji au katika wale ambao yule ambaye ni kiongozi kwenu kanisani, na hakuna ile procedure nzuri ambayo tumesoma Masihi alifanya, then kuna hatari kubwa sana, kwa maana hamtii maandiko ya Bwana. Kwa hivyo wanafunzi waliweza kutawadhwa na Masihi, na wakaambiwa wao wanafanya hivyo ikiwa ishara ya kwamba mnaweza kuhudumiana mtu na mwingine. Kwa hivyo hiyo ndio lesson ambayo ningependa tusome siku ya leo, siku nzuri, tukijua kwamba wakati huo umekaribia, na kama vile nimewaahidi ya kwamba tutaweza kusoma kuhusu kalenda ya Biblia ili tujue hii wakati wa kuanza mwaka itakujia wapi, itaingilia wapi. Kwa maana ya kwamba watu wengi hawajui ya kwamba January sio wakati mwaka unaanzia. Hiyo ni kalenda ambayo iliweza kutengenezwa na wanadamu, lakini kuna ile kalenda ambayo ilikuwa tangu mwanzo, ambayo huwa inaanza wakati wa equinox. Equinox ni wakati mwezi uko katika equator. Na wakati huo unakujia wakati katikati ya mwezi wa 3, na wiki za pili wiki ya pili ya mwezi wa 3 mpaka wiki ya pili ya mwezi wa 4, hapo katikati mara nyingi huwa inapitia pale. Na mwezi huwa tunafuata ile kalenda ya mwezi ambayo inaitwa the lunar calendar. Ile lunar calendar ndio mara nyingi huwa inatumiwa na Waislamu, na hiyo ndio huwa inaonyesha wakati mwezi unaanza na wakati majira ya mwaka wakati unaanza. Kwa hivyo tukifuatilia sherehe za kibiblia, hatutaangalia kalenda hii ambayo ni ya kawaida, lakini tutaangalia kalenda ambayo ni ya mwezi ambayo ilikuwa tangu mwanzo, na wakati huo ndio tunasema ni mwanzo wa mwezi, mwanzo wa mwaka. Na tarehe moja ya mwezi huo wa kwanza wakati imefika, tunahesabu siku 14, tunakula meza ya Bwana. Na hiyo meza ya Bwana ni kumbusho
ya kwamba Masihi aliweza kufa na akaweza kufufuka. Kwa hivyo Bwana wa mbinguni aweza kukubariki sana mtazamaji wetu. Hapa ni RTV, a House of Hope and Blessing. Tunakuomba uende pale YouTube uweze kusubscribe to our account na utaweza kubarikiwa sana. Sisi huwa tunakutana hapa kila siku na tunakupenda sana na tunakuombea Bwana wa mbinguni aweze kukubariki na kukutenda mema. Ni mimi wenu Kamau Kirago the MC. Shalom, shalom, shalom.